Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, wafuatiliaji wa channel ya Tiba Facts Online TV. Leo bwana, ni siku nyingine tena tumekutana katika darasa, na leo tutakuwa katika elimu inayowahusu viumbe majini. Tutajifunza elimu inayowahusu hawa viumbe majini katika zile koo za majini. Kuna watu katika hizi klipu za hivi karibuni wamenikumbusha kitu ambacho kiukweli hata mimi nilikuwa nimekisahau. Wamesema, darasa la viumbe majini umelitupa mkono, ulifuatilii. Mpaka kuna mtu mmoja nikamfuata nikamjibu nikasema, je, hicho kitabu unacho? Akasema ninacho. Sasa inaonyesha jinsi gani watu wanasoma, lakini kuna vitu vingine wanahitaji bado wapate ufafanuzi. Ni kweli shehe wenu nina mambo mengi kidogo, na kumbuka mimi ni mwandishi wa vitabu vingi, kwa kila kitabu kinahitaji utolee ufafanuzi. Kuna kitabu kingine mimi binafsi nitakipenda kwa sababu ya maslahi yangu au maslahi ya watu fulani. Mfano, kitabu ambacho kimepewa upendeleo mkubwa katika ufafanuzi ni kitabu cha Barati. Hakuna kitabu kilichotolewa ufafanuzi mkubwa kama kitabu cha Barati na kitabu cha Qur'ani. Hivi ni vitabu ambavyo elimu hizi mbili mimi nazipenda sana kutoka moyoni, lakini pia hata wengi wenu mnazipenda hizi elimu. Elimu zingine zilizopewa kipaumbele ni elimu ya mitishamba. Basi hizi elimu nazo zinapendwa na watu wengi, ndio maana vitabu vyake vinafafanuliwa sana. Sasa kuna baadhi ya elimu watu wengi hawazifuatilii, lakini kiukweli elimu hata kama ni mbaya, lakini kutokuijua ndio kubaya zaidi, kwa sababu utajikuta unaweza ukaendelea kupata madhara kwa sababu ya kutokuijua elimu fulani, au ukawa ni mtu mwenye kupata mitihani ambayo kumbe wewe ungekuwa una elimu ile usingeweza kukumbana na mitihani hiyo, ungekuwa unashughulikia wewe mwenyewe. Sasa hiki kitabu cha Ulimwengu wa Majini ni kitabu ambacho hakifuatiliwi sana na watu wengi. Wakisikia tu neno jini watu wanaogopa kweli, lakini ni viumbe kama sisi. Ndio maana tukaandika elimu zao kuwahusu wao, asili yao ni nini, wanafanyaje maisha yao, utawala wao upo vipi, koo zao au makabila, kuzaliana kwao, mpaka namna ya kuweza kufanya mawasiliano nao, na mpaka ukaweza kuwatumikisha. Na inshallah mwakani moja katika vitabu vitakavyotoka vitakuwa ni kitabu cha Ulimwengu wa Majini na vituko vyao, kitabu namba 2. Hichi ni kitabu ambacho kitatoka mapema sana, ndani ya ile miezi 3 ya kwanza hichi kitabu kitakuwemo. Mungu atujalie tufike salama. Kwa hiyo moja katika vitabu ambavyo vitatoka ni hicho. Sasa katika somo la Ulimwengu wa Majini na vituko vyao, sisi tulijifunza mambo mengi kidogo. Katika takriban nimeangalia hapa rekodi ni kama miezi 6 iliyopita ndio somo la Ulimwengu wa Majini na vituko vyao nilitoa. Yaani mpaka mwenyewe nimeshtuka kwamba muda wote huu nimepitisha sijatoa darasa kutoka katika kitabu hichi. Ndio maana kweli watu wamenikumbusha. Mmefanya vizuri wote mlio nikumbusha, na mmeonyesha ni jinsi gani mko makini katika kufuatilia hizi darasa. Sasa katika kitabu hicho tulitoa ufafanuzi wa zile koo za majini au tabaka za majini. Tulianza kuangalia tabaka la kwanza ambalo ni tabaka la Hin, lakini tukaangalia tabaka la Ghol. Tabaka la 3 lilikuwa tabaka la Jan. Hawa ni aina ya majini, ani koo zao. Alafu tabaka la 4 lilikuwa tabaka la Ifrit, na tabaka la 5 lilikuwa ni tabaka la Shik. Leo tutakuwa katika tabaka kuanzia namba 6 mpaka pale Mwenyezi Mungu atakapo tujalia. Tabaka la 6 ni tabaka au ni majini wanaotokea koo wa Nas. Hawa ni aina ya majini. Nikukumbushe tu, majini ni viumbe kama sisi tulivyo binadamu, na majini ndio viumbe wa pili kuumbwa baada ya Mwenyezi Mungu kuumba malaika. Waliofuata ni majini. Sema tu tofauti wa uumbaji ndio ulikuwa unatofautiana. Malaika waliumbwa kwa nuru, majini wakaumbwa kwa ulimi wa moto au kwa ndimi ya moto, na binadamu yeye alikuja baadaye sana, takriban karibia miaka 2000 na kupita huko. Yeye ndo alikuja akaumbwa kwa udongo. Kwa hiyo unaona jinsi gani tu binadamu ni dhaifu. Sasa hawa ni viumbe ambao waliishi katika huu mgongo wa ardhi wakifanya maisha yao kama tunavyofanya sisi. Unaona bwana, lakini pia
waliamrishwa kufanya ibada kama tunavyofanya sisi sasa hivi. Lakini pia wakapewa maonyo na makatazo kwamba kama watakosea wataadhibiwa. Kama tunavyopewa sisi hivi hivi katika vitabu vya Mungu vingi vinavyosuka, tunaambiwa bwana msifanye hivi, msifanye hivi. Na wao walipewa hivyo hivyo, lakini walipokengeuka na kuzidisha maasi, Mungu aliwaadhibu na kuwasambaratisha. Sasa ndio akawatoa katika mgongo wa ardhi, na wao wakaondoka wakakimbilia katika maeneo tofauti tofauti. Baada ya kufa wengi na wengi walioponyoka ili adhabu wakatoroka na kwenda kuishi maeneo manne. Majini wanaishi maeneo manne. Haya ni maeneo ambayo ndio wanapatikana. Eneo la kwanza ni eneo linaloitwa kuzimu. Kuzimu ni chini ya bahari. Huko ndiko kuna mji mkuu wa majini. Na ndiko huko wanakufanya maisha yao na mambo yao mengi. Lakini eneo la pili ni katika milima kwenye mapango. Hili ni eneo ambalo walienda wakaishi. Kwa wale wanaoishi pembezoni mwa bahari la ziwa, kuna maeneo huwa na mapango kama nyumba, na ukiingia katika mapango hayo unaweza ukaishi kama kuna viumbe wanaishi pale. Sasa pale huwezi ukaona viumbe, lakini mara nyingi makazi ya mapango ni makazi ya majini. Migodini huko wapi wanaishi majini pia, katika milima mikubwa yenye mapango. Eneo la tatu majini walikokimbilia ni eneo la kwenye miti mikubwa. Wahenga hawakuacha salama majini, wenyewe wakasema kila shetani ana mbuyu wake. Sasa ule mbuyu ni mfano, lakini miti mikubwa yenye mfano wa mibuyu, mikuyu, misumbi, misufi, miembe mikubwa, hizi ni maeneo ambazo ni nyumba za majini. Wengi wao wanaishi hapo. Ndio maana utakuta tambiko nyingi wanazofanya waganga wa kienyeji na wachawi wanazifanya kwenye miti mikubwa. Usifikirie wanafanya kwa bahati mbaya pale wanakwenda kufanya tambiko zile kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuwahusudu au kuwapa sadaka wale majini wanaoishi pale, na wao wapate vitu fulani katika maisha yao. Hayo ni maeneo matatu makuu. Lakini eneo la nne ili wamejiongeza, ambalo walipigwa marufuku wenyewe. Majini Mungu aliwapiga marufuku wasiishi katika mgongo huo ardhi kwa makundi, kwa vijiji, mikoa au nchi kama tunavyoishi sisi binadamu. Walipigwa marufuku kabisa wasirudi huko wakaishi hivyo. Lakini wao huwa wanarudi tena, ndo wanalandalanda mitaani. Ndo unakuta kuna majini wengine wanapita majalalani, wanakula mifupa dampo huko sijui mala wapi mala beach, unakuta wanatembea. Hili ni eneo lingine ambalo majini wanaishi, lakini hawaji katika umbile lile la kijini. Wakija katika eneo hili wanavaa miili tofauti na miili ya majini. Yaani wanaweza wakawa kama mbwa, nyoka, paka, ndio ukamwona anapita katika maeneo yenu analandalanda, au akavaa mwili wa binadamu anayejulikana au asiyejulikana akaja katika maisha yetu. Lakini hili ni eneo ambalo Mungu aliwapiga marufuku kabisa wasifike wakaja wakaishi kama tunavyoishi sisi katika jumuiya, yani kijiji, kitongoji, mkoa, nchi au mataifa. Ila huko ujinini huko ambako kunaitwa kuzimu ndiko kuna mataifa yao na wanaishi vizuri, na ndio kuna miji mikubwa. Sasa kule majini wanaishi kikoo. Yaani unasikia koo fulani, na hiyo koo ina tabia yake na hulka yake. Kwa kuna koo zingine zinapenda hivi vitu, koo zingine hazipendi hivi, koo zingine za tabia hii. Sasa ndo hapa tupo katika kufanuliana hizo koo, hawa majini wanaishije na wana tabia gani. Japo wewe hutowaona katika macho ya kawaida, ila unatakiwa ufahamu sifa za hao majini, ili litakapokuja tatizo au jambo fulani utafahamu jinsi gani ya kukabiliana na viumbe hao. Kabla tujaingia kwenye somo, nakumbusha zimebakia siku 4 tu ofa yetu ile iishe. Kama ulikuwa unategemea siku zitakuwa ni nyingi sana au uliziona ni nyingi sana baada ya kuambiwa ni siku 10, sasa zimebaki siku 4. Leo tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 2025. Basi ofa hii itaisha tarehe 1 mwezi wa ngapi? Wa kwanza. Sasa ukipiga hesabu kutoka leo mpaka tarehe 1 ni siku 4 tu. Basi utaangalia wewe mwenyewe. Kwa kama mtu anatamani kuendelea kumiliki au kupata vitabu kwa njia ya ofa, anaweza kufanya malipo kuanzia sasa na kuendelea mpaka tarehe hiyo, alafu akathibitisha malipo yake kama tulivyoelezana katika klipu zilizotangulia, kwa kupiga picha muamala huo, kuutuma kwenda namba mojawapo katika hizo 3 zinazoonekana hapo, na namba za kufanyia malipo ni hizo 3, alafu zinatoa jina la Bashir Hussein Rugamba. Kisha fanya malipo, unaandika
chini ya malipo yako pale. Yani baada ya kuscreenshot huo muamala na kupiga picha, unaandika ofa ya mwisho wa mwaka, natumia kwenye WhatsApp yangu. Basi baada ya hapo, ndani ya dakika 30 tu utakuwa umeshapokea vitabu vyako kwa njia ya WhatsApp au email. Kama unataka viende kwenye email, utaniandikia na email yako hapo. Utaambia share vitume vitabu kwenye email. Kama ni kwenye WhatsApp, hakuna haja ya kuniandikia email. Wewe ukishaandika tu ofa ya mwisho wa mwaka, mimi nitakuwa nimesha kufahamu. Hii ni taarifa ya ofa, tuachane nayo. Ni kwa wale ambao watatamani kumiliki vitabu kwa bei ya ofa. Lakini pia hata wewe ambaye utamani kumiliki vitabu kwa bei ya ofa, unaruhusiwa kununua kitabu kimoja kimoja kwa bei halisi. Kwa sababu kuna wengine huwa ananiambia, "Shehe, mimi sitaki kununua vitabu kwa bei ya ofa, nitajie bei halisi." Basi nawe pia bado una nafasi ya kuendelea kununua kitabu unachokitaka kwa bei yake halisi. Mfano, kitabu hichi chenye tunajifunza leo hapa, kitabu kinachoitwa Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao. Hichi kitabu kinauzwa bei 30,000 na ndio kitabu chenye bei kubwa kuliko vyote, kikiwa kimoja peke yake. Vingine unakuta ni 30 lakini vinakuwa viwili. Lakini hichi hapa kina thamani ya 30,000 kikiwa peke yake, na namba 2 yake ndio hiyo itatoka mwakani inshallah. Sasa tukiendelea katika Ulimwengu wa Majini na Vituko Vyao, katika tabaka au kabila linaloitwa Nas. Hili ni kabila la 6 katika yale makabila 12 yenye nguvu. Katika kitabu hichi kimetaja makabila 12 yenye nguvu, lakini makabila ya majini yako 72 yenye yanafahamika. Ila yenye nguvu na yenye uwezo mkubwa ni haya makabila 12. Sasa tabaka la Nas, hili ni tabaka au ni kabila la majini ambao wao wanazaliwa baada ya jini Shik, ambao huyu jini Shiki tulimwangalia katika tabaka la 5. Kama utakuwa ufahamu, rudi katika klipu inayoelezea tabaka la majini. Shiki na Ifrit wameelezwa hao makabila mawili. Sasa kuna jini anaitwa jini Shiki, yeye akiingiliana kimapenzi na binadamu, basi ndipo anatokea huyu jini Nas. Sasa hawa wakishakuwa wamezaliwa, wao na wenyewe wanakuwa na kabila lao. Kwa hiyo jini Shiki ni miongoni mwa majini ambao wanaingiliana na binadamu. Sasa wakishaingiliana na binadamu, yani kimapenzi, wakishaingiliana ndipo anazaliwa huyu jini Nas. Na ni miongoni mwa majini dhaifu, pia mwenye umbo la kibinadamu na kijini. Kwa hiyo jini huyu katika muonekano huwa ana umbile aina mbili. Anakuwa labda mfano kichwa kinaweza kikawa ni cha binadamu, lakini huku chini akawa na umbile la mnyama. Mfano kwenye miguu akawa na kwato za punda au za ng'ombe, au huku mwili ukawa ni wa binadamu, lakini juu akawa ana kichwa kama cha mbuzi, kama anavyoonekanaga Ifrit. Lucifer ukimuita, kwa wale wanaoitaga viumbe majini, Lucifer akiitwa huwa anakuja kwa umbile hilo, kwamba chini anakuwa na umbile la binadamu mwenye manyoya mengi, lakini huku juu anakuwa na kichwa cha mbuzi. Kwa hiyo sasa hawa hapa wana sifa hiyo ya kuwa wana sifa za kwamba wana umbile la kibinadamu na kijini. Kwa katika umbile lake yeye ukimuona atakuwa katika maumbile aina mbili. Sehemu fulani utamuona kama binadamu, sehemu fulani utamuona kama mnyama au kiumbe mwingine usiyemfahamu. Na kama ilivyo kwa Shiki, jini Shiki ambaye yuko katika tabaka la 5, naye huyu jini Nas hajakamilika viungo vyake. Yeye huwa nusu kichwa, nusu mwili, mkono mmoja, mguu mmoja. Lakini pia kundi hili la majini Nas hupendelea kula vyakula kama ndege, hasa wale wanaoishi katika fukwe za bahari au maziwa. Lakini kuna sifa moja hapa imetajwa, sifa yenyewe ya kuwa na nusu kichwa, nusu mwili, mkono mmoja na mguu mmoja. Hii pia ni sifa ambayo hawa viumbe hawa kina Nas ndio wale majini wanaokujaga mpaka machooni. Kama ushakusikia chooni kuna majini, sasa hawa kina Nas ndio wana tabia kurudi katika majumba yetu na kuishi chooni. Sasa wakifika chooni wanapewa jina lingine, wanaitwa jina kina Hubuthi
na walhabaithi. Waislamu wote wanafahamu, waliosoma lakini wanafahamu haya majina mawili, hubuthi na walhabaithi. Wanafahamu vipi? Kwa sababu wao wamefundishwa dua, au ipo dua ya kuingia chooni kujikinga na hawa majini wasikuzuru, ambayo inasema unapotaka kuingia chooni, kuanzia taratibu zake, kwanza unatakiwa ufunike kichwa, usiingie kichwa wazi. Ima kama ni mwanaume uwe na kofia au kilemba, na kama ni mwanamke uvae ushungi au mtandio. Hiyo ni sharti la kwanza kuingia chooni. La pili, unatakiwa utangulize mguu wa kushoto. Wakati wa kuingia chooni utangulize mguu wa kushoto, ndio utakaoingia choo katika mlango wa choo. Lakini kabla hujakikuta choo, hatua 3 au 5, tamka dua ya kuingia chooni. Na ile dua haitamki ukiwa chooni, unatakiwa itamke ukiwa nje ya choo, ambayo inasema Allahumma inni a'udhubika minal hubuthi wal habaithi, kwamba Mwenyezi Mungu ninajikinga kwako na mashetani wawili wanaokaa chooni, ambao ni hubuthi na wal habaithi. Na hawa ni mke na mume, wanaishi pale chooni. Na mashetani hawa wawili, kina hubuth na wal habaithi, ambao wanakaa chooni, ambao wanatokea kabila hili la Nasnasi, hawa wana sifa mbili. Sifa ya kwanza ni hii sifa ya kuwa nusu kichwa nusu mwili, mguu mmoja na mkono mmoja. Yaani yeye ukimwona katika umbile lake anakuwa yuko, yani wewe kama wewe unavyojiona ukatwe mara mbili hapa kutoka kichwani kwa kama mguu. Yaani una mguu mmoja, mkono mmoja, jicho moja, pua tundu moja, sikio moja. Yeye yupo hivyo. Alafu ni vipofu. Sifa yao nyingine ya pili ni vipofu, huwa hawaoni. Sasa balaa lao lipo hivi, ukaingia chooni kienyeji, au Mungu akajalia ukaingia tu, katika kuingia ukakutana nao. Hawa wanapohisi mtu kaingia kule chooni, huwa wanatabia kufanyaje, ya kutaka kujua ni kitu gani kimeingia. Kwa hiyo wao kwa kuwa ni vipofu, wanapapasa, wanakuwa kama vile kipofu, wanatafuta pa kushika. Sasa wewe kama unajisaidia pale kwenye tundu la choo, akakushika kichwani aliyakuwa kichwa kiko wazi. Ndio maana Waislamu wameambiwa ukitakapotaka kuingia chooni, hakikisha umefunika kichwa chako. Akishika nywele, yani kupitia ule mkono wake, ashika nywele ikawa ni baina ya mkono wake na nywele zako vimegusana, hapo ndipo utakapokupata ule ugonjwa wa kuparalyze. Utajikuta umeanguka chooni ghafla, umeparalyze upande mmoja. Ndio maana mtu yote aliangukia chooni, haparalyze miguu tu au mikono tu, anaparalyze upande mmoja. Mguu mmoja ndio utaanguka na mkono mmoja ndio utaanguka, afu mingine miwili itabaki mizima. Ni mkono mmoja na mguu mmoja utabaki mzima, afu na mdomo unakwenda upande. Hii ni nini? Ni kwa sababu yule jini anakufananisha na yeye, anataka ufanane kama yeye alivyo. Umeona? Kwa hiyo hawa ni majini wanakaa chooni. Sasa wakiwa chooni kuna watu hubuthi na walhabaithi, lakini kina hubuthi na walhabaithi katika kabila la majini wanatokea katika hili tabaka la Nasnas. Ni kabila ambalo linatokana baina ya jini shiki na binadamu wakikutana kimwili. Sasa unaweza kuniuliza swali au kajiuliza, binadamu na jini anaingiliana aje kimapenzi? Mbona si eti watu waone? Ngoja nikurudishe nyuma kidogo. Wewe umeshawahi kulala wewe? Unalalaga kila siku. Kuna siku waga unaota ndoto unashiriki mapenzi na mwanamke unayemjua usiyemjua. Zipo sababu 3 za mwanaume au mwanamke kuota ndoto anashiriki mapenzi. Sasa utajichunguza wewe uko kwenye sababu gani? Sababu ya kwanza, mtu ukiota ndoto unashiriki mapenzi baina yako wewe na mwenzako, ima wewe ni wa kike au wa kiume, unashiriki mapenzi ndotoni. Sababu ya kwanza ni kutokana na mawazo yako wewe ulioyawaza sana. Mfano wewe ni umekaa kijiweni, wanapita wanawake pale, unawaona walivyopendeza, unawaona jinsi maumbile yao yalivyo, basi unaanza kufikia nikiwa naye huyu usiku ikawa hivi nikamshika pale taenjoy na nini. Zile fikra zako zile zinaweza zikaja zikatengeneza ndoto, wewe ukapata ndoto kuota kwamba umeshiriki mapenzi. Vivyo hivyo na kwa mwanamke, akikaa muda mrefu bila kazi, akawa anawafikiria wanaume, anasema yule kijana ana kifua kizuri, sijui ana 6 pack, sijui akitembea hivi mimi ananikosha, anaweza kupata na yeye ndoto usiku anashiriki mapenzi na kijana yule au mwingine asiyefanana na yule. Hii ni ndoto imetengenezwa na mawazo yako. Hii sababu ya kwanza. Sababu ya pili ni ndoto nyevu. Ndoto nyevu zinatokea baina ya ule umri wa baleghe, kuanzia miaka 9 kwa wanawake, kwa miaka 11 kwa wanaume, mpaka miaka 18 mpaka 20. Hapa katikati hizi ndoto zinacheza sana. Ndoto hizi
dalili yake kubwa ni kumuonesha mtu amebalehe, yani ameingia kwenye utu uzima. Sasa ikitokea kama wewe unakuwa unazipata hizi ndoto mara kwa mara, kuna mambo haya mawili. Jambo la kwanza ni kujulisha wewe umekuwa. Jambo la pili, ndani ya mwili wako shahawa zimekuwa nyingi. Sasa Mungu anakuambia hizi bwana zitoe. Sasa wewe utajuaje? Au utajuliaje kama zimejaa? Ndio zile ndoto zinapatikana. Na zile ndoto zikitokea unaota kabisa unamaliza ile haja yako, unakojoa kama ni mwanamke, kama ni mwanaume, yani shahawa zinamwagika kabisa. Kwa hiyo ile yoga inakufahamisha mwili wako sasa umekuwa mkubwa, umeshavunja ungo, umeshabalehe, na ndani kuna vitu vinatakiwa vitoke bwana. Kama vinatakiwa vitoke, sasa Mungu ili kukujulisha ndo anakuletea hizo ndoto ili wewe mwili wako uliakti kuvitoa vile vitu. Pia ujue kwamba mimi nikicheza na mwanamke anaweza kupata mimba, na mwanamke atapewa ile dalili ya kuvunja ungo kwa kutokwa na damu. Ile dalili pia kumuonesha kwamba na wewe bwana, wewe ukicheza karibu na wanaume utapata mimba. Kwa hiyo kama shahawa zitakuwa nyingi, hizi ndoto zitakuja mara kwa mara hata kama ukiwa mtu mzima. Ukiona tu ndoto hizi zinarudi mara kwa mara, huenda wewe ndani ya mwili wako zile shahawa zimekuwa ni nyingi, sasa zinataka zitoke. Sasa zinatokaje? Ukishindwa kuzitoa kwa tendo lile halisi, zitatoka kwa njia ya ndoto. Utapewa ndoto nyevu kisha zitamwagika. Sababu ya tatu, sasa hii ndio sababu muhimu kweli katika topic yetu hii, ni kuingiliana na majini. Majini ni viumbe ambao hawaonekani katika macho ya kawaida, isipokuwa wale wenye elimu ya kitabu na elimu ya tiba wanaweza wakafahamu namna ya kuwaita na kuwaona live. Sasa hawa majini ni viumbe ambao wanaweza kukupenda bila kujua au kwa kujua, au wewe unaweza ukawavutia bila kujua au kwa kujua. Wakishavutiwa na wewe huwa wanakuja kushiriki mapenzi na wewe, na wanapokuja kushiriki mapenzi na wewe ndio pale wanapewa jina lingine, wanaitwa jini mahaba. Lakini katika makabila yote hayo 72 hakuna kabila inaitwa jini mahaba. Jini mahaba anapata jina hili baada ya kujiingiza katika mahusiano na binadamu. Sasa atakuja jini wa kiume au wa kike. Wa kike atakuja kwa mwanaume na wa kiume atakuja kwa mwanamke. Kwa pale atakapokuja kushiriki na wewe au akakuvaa wewe kwa nia ya kushiriki mapenzi, hapo ndipo anapoitwa jini mahaba. Ila katika makabila 72 ya majini hakuna jini kabila inaitwa jini mahaba. Ila jini mahaba anapatikana baada ya kujihusisha na binadamu kimapenzi. Kwa hapa sasa inategemea kama umemvutia jini kwa tabia zako au kwa namna moja ama nyingine akakupenda, atakuja kushiriki mapenzi na wewe. Katika kushiriki mapenzi na jini yeye mtafanya yote, na kuna wakati jini wa kike anaweza kapata mimba kupitia zile matendo yenu. Na utaona kabisa mnamaliza kabisa. Tena nikupe siri moja. Kuna ndoto ambazo unaweza ukazipata unafanya mapenzi na jini, na kuna ndoto unaweza ukazifanya ukaziota unafanya mapenzi na binadamu wa kawaida. Mfano, kwa sababu hata washirikina wachawi wanga huwa wanakuja kulala na watu ndoto. Sasa utajuaje leo nimelala na jini au nimelala na mshirikina? Ngoja nikupe dalili moja ambayo wewe sasa unaanza kuipima. Ukiwa umeshiriki mapenzi na jini, kama ni mwanaume au mwanamke, utaona utakwenda mpaka utamaliza haja zako. Kwa mfano mwanaume mpaka utakojoa mani yako, utaenjoy, mtamaliza. Kama ni kuoga mtaenda kuoga safi. Hapa ujue umeshiriki na jini kwa asilimia nyingi sana. Ila kama umeshiriki na mshirikina, mfano wewe ni wanaume umeshiriki na mchawi wa kike amekuja, yeye wakati unataka kumwaga uga anaondoka. Kwa sababu gani? Anajua ukishamwagia atapata mimba. Sasa uga anaogopa kuleta taharuki kwenye jamii. Mbona mtoto mfanana na Jumanne au mfanana na Hamisi, imekaaje? Sasa kwa sababu hawezi kubadilisha sura ya mtoto kama atabeba mimba kupitia damu ya mtu yule. Kwa hiyo mara nyingi mchawi waga anajiondoa mapema kabla hujamwaga, unajikuta ndo ile unamwaga hadi kabla kipindi unataka kumwaga unashangaa ndoto imekatika. Unalalamika imekaaje? Hapo ujue ulikuwa shiriki na mshirikina. Ila jini yoga na kuachia uhuru, unamaliza kila kitu. Hii inazungumza kwa wanaume. Pia kwa wanawake huwa inatokea kushiriki mapenzi na wanaume wa kijini.
Sasa unaweza kuniambia sasa mimba inaingiaje kwa jini? Jini ukimkojolea mbegu za kiume atapata mimba kama ameingia katika siku zake za kupata mimba. Akishapata mimba ataitunza mimba hiyo. Wewe utakuwa unapewa dalili kwamba umeoa au una mchumba au umefunga ndoa, mke wako ana mimba, mara amejifungua. Hizi ndoto za kwanza kuja. Basi ukiona hizo dalili unaletoa, ujue wewe umeshaingia mkataba wa mahusiano na majini. Unaona bwana. Lakini pia mwanamke pia naye akipewa mimba na jini atakuwa anaona zile dalili za kuwa ni mjamzito, amechumbiwa labda, amefunga ndoa, ana mimba, mara amejifungua, ananyonyesha, lakini akiamka hamuoni mtoto wala haoni mimba, ujue tayari kwenye ulimwengu wa roho tayari umeshaingia kwenye mkataba huo. Sasa wale majini wakishazaliwa, ima kwa binadamu wa kike au kwa jini wa kike akizaa na wewe, huwa hawaji huku duniani katika mazingira ya kibinadamu. Huwa wanakuja kwa njia ya kiroho au katika njia ya ujini ule. Sasa kule ndiko wanakokwenda kuwa na tabaka lao hili linaloitwa nas, ambalo ni tabaka limetokana na jini shirk kushiriki mapenzi na binadamu. Akishiriki, sio kila jini atakayeshiriki na wewe atapata mimba au atakutia mimba. Ila huyu jini shirki akishiriki mapenzi na binadamu ndipo anatokea huyu. Kwa sababu kumbuka kuna majini wengi, kuna Ifrit, kuna jini jani, kuna jini hin na majini wengine tutaingia, kuna kina Perisi, kuna Seilati, kuna Maimuna, kuna Alhamali, kuna tabaka la mashetani tutakuja kuliangalia huko mbele. Kwa hiyo sio kila jini atakaposhiriki na wewe atapatikana huyu Nasila. Ni tabaka hili la shikili la namba 5. Kama una kitabu hichi cha ulimwengu wa majini vituko vyao, kasome tabaka namba 5. Alafu hilo ndilo lina tabia likishiriki tu mapenzi na binadamu atazaliwa jini anaitwa Nas. Kwa hawa ni viumbe hatari na ndio hawa wanaowapiga watu paralyze au ku stroke wanapooza upande mmoja. Hawa ni majini aina ya nini? Nas, kwa sababu wao huwa wanafanya kazi hizo za kuwaparalyzisha watu. Lakini pia majini hawa sifa yao nyingine huwa wanakaa kwenye miinuko mikali kusababisha ajali. Kwa unakuta dereva anaweza kanatembeza gari, anafika eneo lile anamuona kiumbe ana mguu mmoja, mkono mmoja, jicho moja, sikio moja. Anasema kiumbe gani? Ile kutamaki ameshaipiga gari, amedondosha mtaloni huko. Kwa unakuta ajali zinatokea pale. Mara nyingi wanatumika na washirikina hao kwa upande huo kwa ajili ya kufyonza damu za watu. Sasa hawa majini linapendelea kula vyakula kama vile ndege, hasa wale wanaoishi katika fukwe za bahari au maziwa. Lakini pia Nas hutembea kwa kurukaruka kutokana na kuwa na mguu mmoja. Kwa sababu ana mguu mmoja, kwa hata utembeaji wake waga anatembea kama vile kangaroo. Kangaroo mnamfahamu kwa wale ambao sasa sijui hichi kizazi cha Gen Z kinamfahamu. Kuna kimnyama kimoja kinaitwa kangaroo. Kina miguu 4. Miguu miwili ya mbele ni mifupi. Ni mifupi kabisa. Na miguu ya nyuma ndio mirefu. Sasa yule mnyama huwa anarukaruka, anatembea kwa kurukaruka. Kwa hiyo na huyu Nas yeye huwa anatembea kwa kuruka kwa sababu ana mguu mmoja. Chukua hata wewe mfano umekata mguu mmoja, utatembeaje? Si utakuwa unarukaruka ndio unatembea. Sasa hawa mwendo wao huwa wanatembea kwa kurukaruka. Licha ya hivyo ana uwezo mkubwa wa kukimbia kwa spidi ya hatari kwa sababu majini wanakimbia kwa kiwango kikubwa. Unaona bwana. Kwa hiyo majini ni viumbe ambao wamejaliwa kuwa na mwendo mkali. Kwa hiyo usije ukamchukulia udhaifu wake ule kuruka kwamba tutamkamata, haiwezekani. Ni jini anayekwenda pia kwa spidi. Kwa hiyo mwendo wa kurukaruka. Kwa hiyo namna kama hivyo. Kwa inshallah kwa leo tutaishia tabaka hili. Alafu kipindi kijacho tutakuja kuangalia tabaka la Peris. Kuna jini au kuna kabila inaitwa Peris. Hawa ni majini wanaoishi katika majangwa. Tutawaangalia na wenyewe wana sifa gani na wana mambo gani makubwa. Inshallah tuishie kwa hapa. Kumbuka ofa inaelekea mwishoni. Ukiwa hujabahatika kupata ofa au kufanya manunuzi ya vitabu kwa bei ya ofa, nafasi bado unao, zibakia siku 4. Changamkia nafasi hiyo ili uweze kunufaika nao, ili kesho na kesho kutwa usianze kuingia gharama zile za kununua kitabu kimoja. Kikweli waga ina gharimu na watu wengi wanaumia. Unakuta mtu vitabu viwili tu amelipia 70, amelipia ngapi kulingana na nini? Amekuja muda ambao hakuna ofa. Kwa hiyo wewe nafasi hii ukiitumia vizuri itakunufaisha kuingia kwenye mfumo wa ofa. Hii ni Tiba Facts Online TV. Mimi ni Ustadh Bashiri. Tukutane kipindi kingine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.